بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif Lam Ra. Hizi ni aya za kitabu na Qur'ani inayobainisha. Huenda ikawa waliokufuru wakatamani wangekuwa Waislamu. Waache wale na wastarehe na iwazuge tamaa, watakuja jua. Na hatukuangamiza mji wowote ule ila ulikuwa na muda wake maalum. Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao wala kuchelewa. Na walisema, ewe uliyeteremshiwa ukumbusho, hakika wewe ni mwenda wazimu. Mbona hutuletei malaika ikiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli? Sisi hatuwateremshi malaika ila kwa sababu ya haki, na hapo hawatapewa muhula. Hakika sisi ndiyo tulioteremsha ukumbusho huu, na hakika sisi ndiyo tutaulinda. Na hakika tulikwisha watumia mitume mataifa ya mwanzo, na hakuwafikia mtume ila walimkejeli. Na kama hivi ndivyo tunavyoingiza katika nyoyo za wakosefu. Hawayaamini haya, na hali ya kuwa umekwisha pitia mfano wa watu wa kale. Na lau tungeliwafungulia mlango wa mbingu wakawa wanapanda, basi wangalisema, macho yetu yamelevywa, bali sisi wenyewe tumerogwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suratul Nahl imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka isipokuwa aya 3 za mwisho. Hizo ni za Madina. Idadi ya aya zake ni 128. Sura hii tukufu imeanzia kutilia mkazo maonyo ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuwapa washirikina na kubainisha uwezo wake subhanahu wa ta'ala katika kutimiza ahadi hiyo kwa dalili ya kuumba kwake mbingu na ardhi, kisha kuwabainishia watu wote kumuumba kwake ngamia na kuotesha kwake makulima na aliyoyaumba baharini kama samaki wa kuliwa na majohari ya mapambo. Kisha kaashiria yanayowajibikia kwa neema hizo, nayo ni kumshukuru subhanahu na wajibu wa kumwabudu yeye peke yake, na kuwakabili washirikina kwa kuwaita watambue upweke wa Mwenyezi Mungu,
na ametaja uzushi wa washirikina kuizulia Qur'an tukufu na kudai kuwa hiyo ni hadithi za uongo za kale. Kisha subhanahu ameashiria adhabu ya washirikina siku ya kiyama na starehe za waumini. Baadaye subhanahu akataja kukanya kwa washirikina kuhusu kufufuliwa na kushikilia kwao kukanya. Na subhanahu anapinga ukafiri wao kwa kubainisha uwezo wake, na anatilia mkazo ahadi yake kwa wachamgu na vitisho vyake kwa makafiri. Kisha anakaribisha kufufuliwa kwa kueleza uwezo wake juu yao na kuwa viumbe vyote vinamnyenyekea yeye aliyetakasika, na anabainisha kuwa ni yeye subhanahu ndiye anayekashifu, na anabainisha upotovu wa washirikina katika itikadi yao kuamini vitu visivyoweza kuleta nafuu wala madhara, na uovu wa maoni yao kwa wanawake wote, watoto na watu wazima. Na subhanahu ameashiria habari za mitume waliotangulia, akataka tuuzingatie uumbaji wake wa vitu na faida ziliomo ndani yake kwa ajili ya watu, na kutofautiana riziki, kuwa matajiri wanapewa zaidi kuliko maskini, na neema zake kwa watu kuwa wengine wanaume na wengine wanawake, na kuzaliana kwa kuoana. Na subhanahu akaingia kupiga mifano ili kueleza kudra yake. Kisha akataka watu waangalie vipi ubora wa kuumba unavyoonyesha ubora wa mwenye kuumba na kuenea neema zake, na vipi washirikina wanavyozipinga neema hizi tukufu. Na baada ya kueleza matakwa ya Uislamu kuleta uadilifu na kuunganisha udugu kwa kutimiza ahadi, na muujiza wa Qur'an na ukafiri wa washirikina kuikataa Qur'an na kuizulia uongo, aliyetakasika ameashiria hali ya washirikina siku ya kiyama. Amebainisha vipi walivyokuwa wakihalalisha na wakiharimisha bila ya hoja. Akaashiria vipi Mayahudi walivyowakaribia washirikina, na akabainisha kuwa yapasa wasiadhibiwe isipokuwa kwa kadri ya walivyotenda, na kuwa ni wajibu wa waumini wasubiri na washikamane na uchamungu na kufanya ihsani. Hizi ni aya za kitabu cha kusomwa chenye kubainisha, chenye kuweka wazi. Watapenda na watatamani sana makafiri wanaozikanya aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watapoona adhabu ya siku ya kiyama, lau kuwa walisilimu walipokuwapo duniani na wakafuata kwa ikhlasi dini ya Mwenyezi Mungu. Lakini sasa wamo katika kukafilika, hawazingatia adhabu itakayowapata akhera. Basi ukisha wafikishia ujumbe wako na ukawaonya, waachilie mbali. Wao hawana hamu ila kula na kustarehe kwa ladha za dunia. Tamaa ya uongo inawazuga, na hakika bila shaka yoyote watakuja jua yatakayowapata pale watakapoyaona kwa macho yao siku ya kiyama. Na ikiwa wao wanataka wateremshiwe adhabu ya duniani kama Mwenyezi Mungu alivyowateketeza waliokuwa kabla yao, basi wajue kuwa Mwenyezi Mungu hauteketezi mji wowote ila kwa wakati wake maalum. Hawatangulii wala hawataakhari. Na uovu wa hali yao na wingi wa kughafilika kwao hata imefika hadi kumuita nabii wao kwa kejeli wakisema, ewe uliteremshiwa kitabu cha kukumbusha, hapana shaka kuwa wewe unawazimu moja kwa moja. Huko kumuita kuwa ndiye aliteremshiwa ukumbusho, yaani mawaidha, hakukuwa ila ni kwa kejeli tu kumfanyia maskhara. Na hadi ya ukafiri wao walizidisha juu ya matusi hayo na kejeli kwa kusema, laiti badala ya hicho kitabu kiliteremshwa ungelituletea malaika wakawa ndio hoja yenyewe, kama wewe ni msema kweli miongoni mwa wenye kusema kweli. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka neno lake aliwajibu, sisi hatuwateremshi malaika ila huwa pamoja nao haki ya nguvu yenye kuthibiti ambayo haina njia kuikataa. Basi wakikanya huwa tena hawapewe muhula wowote, bali uteremshiwa adhabu ya hapa duniani hapo hapo. Na hakika kwa ajili ya kuwa wito wa nabii huyu kuendea haki udumu mpaka siku ya kiyama, hatuwateremshi malaika, bali tumwateremshia hii Qur'ani ambayo kukumbusha kwake kunaendelea daima dawamu. Na sisi ndio wenye kuilinda isiingiliwe na mageuzo na mabadiliko yoyote mpaka kusimama kiyama. Na ewe mtume mwaminifu, usihuzunike, kwani sisi tuliwatuma mitume kabla yako kwa mataifa,
ambao wameshikilia upotovu kama hao walivyoshikilia, na wao wamepita pamoja na wale wakale walioteketezwa kwa ukafiri wao. Wala mtindo wao hao waliowatangulia kwa kushikilia upotovu haukuwa ila kuwafanyia maskhara mitume wao, mtume baada ya mtume, kama wanavyokufanyia kejeli wewe. Huo ndiyo mtindo wa upotovu. Kama tulivyoitia Kurani katika nyoyo za waumini ikaingiza mwangaza, basi kadhalika tumeingiza upotovu katika nyoyo za waliopigwa muhuri wa ukosefu, hali ya katika nyoyo zao ikawa kinyume cha hayo, upotovu katia mizizi katika roho zao. Wakhalifu hao hawaamini, na mwendo wa Mwenyezi Mungu mtukufu kuwapa muhula mpaka waione adhabu chungu ya siku ya kiyama, ndiyo kama ulivyokushatangulia. Watu hao wanataka wateremshiwe malaika. Ewe nabii, usidhani kuwa ndiyo wataamini wakiteremshiwa, bali hata tungeliwafungulia mlango wa mbingu wakawa wanapanda huko, wakaona maajabu yaliyoko, na wakawaona malaika, bado wasingeliamini, na wangesema macho yetu yamefumbwa tusione, na yamefunikwa. Bali hayo si lolote ila ni uchawi tu, tumerogwa. Basi hapana faida ya ishara yoyote maadamu nyoyo zao zimeenea ukafiri. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Na hakika tumeweka katika mbingu vituo vya sayari, na tumezipamba kwa wenye kuangalia, na tumezilinda na kila shetani afukuzwaye, isipokuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia, naye hufuatwa na kijinga cha moto kinachoonekana. Na ardhi tumeitandaza, na humo tumeweka milima, na tumeotesha kila kitu kwa kiasi chake. Na tumekujalieni humo vitu vya maisha yenu, na ya hawa ambao nyinyi sio wenye kuwaruzuku. Na hakuna chochote ila asili yake inatokana na sisi, wala hatukiteremshi ila kwa kipimo maalum. Na tunazipeleka pepo za kupandishia, na tunateremsha kutoka mbinguni maji, kisha tunakunywesheni maji hayo, wala si nyinyi mnayoyaweka. Na sisi ndiyo tunaohuisha na tunaofisha, na sisi ndiyo warithi. Na tunawajua waliotangulia katika nyinyi, na tunawajua waliotaakhar. Na hakika Mola wako mlezi ndiye atakayewakusanya, hakika yeye ni mwenye hikma na mjuzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na sisi tumeweka mbinguni sayari na nyota kwa makundi yenye hisabu zake, na yenye kuhitalifiana umbo lake na sura yake. Na kadhalika tukazipamba kwa wenye kuziangalia kwa kutuza na kuzingatia,
na kuchunguza kwazo dalili za uwezo wa muumbaji wao. Lakini sisi tumejihifadhi na kila shetani anayestahiki kupigwa vimondo na kufukuzwa kwenye rehema Mwenyezi Mungu mtukufu. Na yeyote katika hao mashetani wanaojaribu kuibia kusikiliza maneno yanayojiri baina wakazi wa hizi nyota, basi sisi tunampopoa kwa vijinga vya moto vya mbinguni vinavyoonekana wazi. Na tumekuumbieni ardhi, na tumekutengenezeni mpaka ikawa kama busati lilotandikwa, na tukaweka ndani yake milima iliyosimama imara. Na tumekuotesheni ndani namna mbalimbali za mimea ya kukufaeni kwa uhai wenu, na tumeifanya kwa vipimo na zama maalum katika kukua kwake na faida yake kwa kula, na kwa kadiri ya haja zenu, na kwa vipimo vyake na sura yake kwa umbo na tabia. Aya hii inaeleza uhakika wa uumbaji ambao haukujulikana ila katika zama za hivi karibuni, nayo ni kuwa kila kabila ya mimea imefanana kati yao kwa kuonekana na undani wake, hata katika sehemu zake ndogo ndogo, katika viungo vyake vyote vya hiyo mimea. Na hali kadhalika katika halaya au cells za hiyo mimea ya kabila fulani, kwa ajili ya kutimiza ahadi iliyokusudiwa kiungo hicho cha mimea. Na pia sehemu za mimea hizo kabila zao na vilioundwa katika viungo vyake, utaona mnasaba wake umethibiti kila mwaka, ukilinganisha kwa wakati ule ule katika miaka mingine. Na tumekujalieni katika ardhi sababu za maisha mema, kwani ndani yake yamo mawe ya kujengea majumba, na wanyama mnaonafiika kwa nyama zao au ngozi zao au manyoya yao. Na yapo madeni yanayotoka chini ya ardhi na mengineyo. Kama ilivyokuwa humo zipo sababu za kukuleteni nyinyi maisha mema, basi humo pia wanapata maisha wenginewe ambao wapo chini ya mamlaka yenu, kama watoto na wafuasi, ambao Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayewaruzuku wao na nyinyi. Na hapana chochote cha kheri ila kiko kwetu kama mahodhi yaliyojaa, nasi tunakiweka tayari na tunakitoa kwa wakati wake. Na hatuwateremshii waja wetu ila kwa kiasi maalum, kwa mujibu tunavyopima kwa hikma yetu ya maumbile. Na sisi tulipeleka pepo zilizobeba mvua na zilizobeba mbegu za mimea, na tukateremsha maji ya kukunywesheni. Na hayo ni kukufuata vile tutakavyo, na yeyote yule hawezi kuyatenda kama hayo ila awe nayo kwake kama mahodhi au mabilika. Aya hii imeitangulia sayansi kwa kusema kuwa upepo unafanya kazi kubwa katika kubeba pollen, chembe dume za kupandishia mimea, kupelekea sehemu za uke za mmea mingine, na kwa hivyo yakazalikana mazao. Na pia haikujulikana ila mwanzo wa karne hii tulionayo kwamba upepo unazalisha mawingu yanayonyesha mvua, kwani nucleons ambazo juu yake hujumuika sehemu za mvuke wa maji na zikawa chembe za maji ndani ya wingu, ndizo chanzo cha mvua inayochukuliwa na pepo kupelekwa kwenye majimbo yanayofikwa na mawingu. Misingi ya hizo nucleons ni chumvi ya bahari na vinavyochukuliwa na upepo juu ya uso wa ardhi, na oxides na vumbi na kadhalika. Na vyote hivyo ni lazima kwa ajili ya mvua, wala si nyinyi mnaoyaweka. Imethibiti kwa sayansi ya kisasa kuwa mvua inaanza kwa mvuke kutokana na uso wa ardhi na bahari, kisha inarejea hali ile ile tena kama ilivyotajwa. Ikinya mvua hunyweshwa kila kilicho na uhai katika ardhi, na huinywesha ardhi yenyewe, wala haiwezekani kuzuilika, kwa sababu ikichuruzika kutokana na vyote vyenye uhai na katika ardhi ikaingia baharini, tena kisha huanza kuzunguka mara ya pili kwa kupanda mvuke kutoka baharini, basi hali ni hivyo mzunguko. Hapa ndiyo nabainika maana ya aya, wala si nyinyi mnayoyaweka. Na ni sisi peke yetu ndiyo tunavipa vitu vyote uhai, kisha tunavipelekea mauti, kwani umbali wote ni wetu. Na kila mmoja wenu ana muda wake aliyopimiwa. Sisi ndiyo tunawajua waliotangulia kwa kufa na kuwa hai, na pia wanaotaakhari. Na hakika waliotangulia na waliotaakhari watakusanywa wakati mmoja, na Mwenyezi Mungu atawahisabia na atawalipa.
na hayo ni kwa mujibu wa hikma yake na ujuzi wake, na yeye ndiye anayeitwa mwenye hikma, mwenye ujuzi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا له سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم na tulimuumba mtu kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yaliyotiwa sura na majini tuliwaumba kabla kwa moto wa upepo moto na Mola wako mlezi alipowaambia malaika hakika mimi nitamuumba mtu kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yaliyotiwa sura basi nitakapomkamilisha na nikampulizia roho yangu basi mumwangukie kumsujudia basi malaika wote pamoja walimsujudia isipokuwa Iblisi yeye alikataa kuwa pamoja na waliosujudu akasema ewe Iblisi una nini hata hukuwa pamoja na waliosujudu akasema haiwi mimi nimsujudie mtu uliyemuumba kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yenye sura akasema basi toka humo kwani hakika wewe ni maluni na hakika juu yako ipo laana mpaka siku ya malipo akasema Mola wangu mlezi nipe muhula mpaka siku watapofufuliwa akasema hakika wewe ni katika waliopewa muhula mpaka siku ya wakati maalum akasema Mola wangu mlezi ilivyokuwa umenitia makosani basi na hakikisha nitawazaini hapa duniani na nitawapoteza wote ila waja wako waliosafika akasema hii njia ya kujia kwangu iliyonyoka hakika waja wangu wewe hutakuwa na mamlaka juu yao isipokuwa wale wapotofu waliokufuata na bila shaka jahannam ndipo pahali pao walipoahidiwa wote ina milango 7 na kwa kila mlango iko sehemu waliotengewa Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah
katika kuumba kwetu ulimwengu katika dunia hii tumeumba namna mbili. Tumemuumba mtu kwa udongo mkavu wenye kutoa sauti ukigongwa, na makhluku wengine ni majini ambao tuliwaomba mbele alipoumbwa asili yake Iblisi kutokana na moto mkali mno unaotoka katika tundu za mwili wa mtu. Ewe nabii, kumbuka asili ya viumbe pale aliposema aliyekuumba Mola mlezi wa viumbe vyote kuambia malaika, mimi nataka kumwanzisha mtu niliyemuumba kutokana na udongo mkavu wenye kutoa sauti ukigongwa, nao umebadilika rangi na una sura. Nikisha kamilisha kumuumba na nikampulizia roho ambayo inaimiliki, basi teremkeni kwa nyuso zenu mkimsujudia kwa kumwamkia na kumheshimu. Wakasujudu wote kwa kuitii amri ya Mwenyezi Mungu, lakini Iblisi alijivuna na akakataa kuwa pamoja na malaika walioitii amri ya Mwenyezi Mungu. Hapo basi Mwenyezi Mungu mtukufu alisema, ewe Iblisi, kitu gani kilichokupelekea hata ukaasi na usiwe pamoja na wanyenyekevu waliosujudu? Iblisi akasema, si shani yangu mimi kumsujudia mtu uliyemuumba kwa udongo mkavu wenye kutoa sauti ukigongwa, na umegeuka rangi wenye kutoa sura. Mwenyezi Mungu mtukufu akasema, ukiwa wewe umekuwa asi, umetokana na utiifu wangu, basi tokelea mbali kwenye bustani hii, kwani hakika wewe umefukuzwa kwenye rehema yangu na pahala pa heshima. Na mimi nimekwisha kuhukumia ubaidike na rehema na utukufu mpaka siku ya Kiyama, siku ya hisabu na malipo, na hapo ndipo utapopata adhabu wewe na wanaokufuata. Iblisi akasema, hali naye kishakuwa ni mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu, ewe muumba wangu, nipe muhula, nibakishe, usinitwae mpaka siku ya Kiyama, siku watapofufuliwa watu wakawa hai baada ya kufa kwao. Mwenyezi Mungu mtukufu akasema, wewe utabakishwa, umepewa muhula mpaka wakati niliokadiria inaujua mimi, na kama utavyokuwa mrefu na kikomo. Akasema Iblisi, mkhalifu asi, ewe muumba wangu nilibakisha, umenitakia upotofu nami nikatumbukia ndani yake. Basi kwa sababu hiyo nahakikisha kuwa nitawapambia wanadamu maovu wayaone mazuri, na nitafanya kila juhudi kwa kutoa wote, wala hawatoepukana na upotovu wangu ila wale waja wako waliokufanyia ikhlasi wewe, na nisiyoweza kuzimiliki nyoyo zao kwa zilivyokuwa imara kwa kukumbuka wewe. Hakika usafi wa waja walioisafiania dini yao ndiyo njia iliyonyoka, na haki yangu nisikiuke, kwani hao siwezi kuwapotoa. Tafsiri hii yaonyesha maneno haya ni ya Iblisi, lakini tafsiri nyingine zinasema maneno hayo ni ya Mwenyezi Mungu, kwa mfano ya Abdullah Saleh, Abdullah Yusuf, Picthol, Razi, Baydawi, Qurtubi, Zamakhshari, Ibn Kathir na Asad. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, hakika waja wangu waliosafia mimi dini yao, wewe huna uwezo wa kuwapoteza, lakini wapotovu waliozama katika upotovu waliokufuata wewe, basi hao ndiyo unayo madaraka juu ya nyoyo zao. Na hakika moto mkali mno ndiyo wameahidiwa hao wote kuwa ndiyo adhabu ya kutia uchungu. Wala huo moto mkali hauna mlango mmoja tu, bali una milango 7 kwa ajili ya wingi wanaostahiki kuingia humo, na kila mlango una kundi lake mahsusi, na kila kundi una cheo chake maalum cha kulingana na uovu wake. innal muttaqina fi jannatin wa'ud udkhuluha bisalamin aminin ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين hakika wachamungu watakuwa katika mabustani na chemchem. Ingieni kwa salama na amani, na tutaondoa chuki iliyokuwako vifuani mwao, wawe ndugu juu ya viti vya enzi wameelekeana. Humo hayatawagusa machofu wala hawatatolewa humo. Waambie waja wangu ya kwamba mimi ndiye mwenye kusamehe, mwenye kurehemu, na kwamba adhabu yangu ndiyo adhabu iliyochungu. Na uwape habari za wageni wa Ibrahimu walipoingia kwake na wakasema salama. Yeye akasema hakika sisi tunakuogopeni. Wakasema usiogope, sisi tunakubashiria kijana mwenye ujuzi. Akasema mnanibashiria nami uzee umenishika, basi kwa njia gani mnanibashiria? Wakasema tunakubashiria kwa haki, basi usiwe miongoni mwa wanaokata tamaa. Akasema na nani anayekata tamaa na rehema ya Mola wake mlezi ila wale waliopotea? Akasema hebu nini amri yenu enyi wajumbe? Wakasema hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya wakosefu, isipokuwa waliomfuata Lut, bila shaka sisi tutawaokoa hao wote ila mkewe. Tunakadiria huyo atakuwa miongoni wataobakia nyuma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Haya ni malipo yanayomfuata shetani, ama wale ambao shetani kashindwa kuwapotoa kwa kuwa wameweka kinga baina yake na nyoyo zao, hao watapata mabustani yaliyo bora na chemchemu zinazopita. Mola wao mlezi atawaambia ingieni katika bustani hizi kwa utulivu na amani, kwani hapana hofu juu yenu, hamhuzuniki nyakati zenu. Na hakika watu wa imani wataishi katika kheri hii na nafsi zao zimetua, kwani tumezitoa chuki zilizokuwamo katika nafsi hizo. Wote hao watakuwa ndugu waketi juu ya viti vya enzi, zikitazamana nyuso zao kwa furaha na mahaba, wala hawawi mmoja nyuma ya mwenzie wakichunguliana visogoni. Hawapatwi na machofu huko, na hiyo ni neema daima, wala hawatotoka humo milele. Ewe nabii mwaminifu, wape habari waja wangu wote kwamba mimi ni mwingi wa kughufiria na kusamehe kwa mwenye kutubu akaamini na akatenda mema, na kwamba mimi ni mwingi wa kuwarehemu. Na wape habari kwamba adhabu inayoteremshia wenye kuasi na kukufuru ni adhabu yenye kutia machungu kweli, na adhabu yoyote nyingineyo haihisabiwi kuwa ina machungu mbele ya hii. Ewe nabii, waambie pia katika kubainisha rehema yangu mahsusi katika dunia na adhabu yangu kwa wenye kuasi humo, habari ya malaika waliomfikia Ibrahimu kama wageni. Ewe mwaminifu, watajie pale alipoingia kwake naye akawaogopa. Wao wakamwambia amani kwako na tulia. Yeye akasema sisi tunakuogopeni, kwani mmetujia kwa ghafla, siyo wakati wa desturi wa kufika wageni na hatujui na nini. Wakasema usiogope na tuwa moyo,
kwani tunakubashiria mwana ambaye Mwenyezi Mungu mtukufu atampa siku zijazo za uhai wake elimu kubwa. Inaonyesha hapa kuwa bishara hii si ya Ismail alayhi salam, kwani Ismail alikuwa kishazaliwa naye na mama yake Hajar alikuwa wapo Makka. Bishara hii ni ya Ibrahim na mkewe, basi kwa hivyo ni ya Ishaka mwana wa Ibrahim na Sara. Akasema, vipi mnanibashiria mtoto na hali mimi nimekushapatikana udhaifu wa ukongwe? Kwa njia gani basi mnanibashiria jambo hili la ajabu? Wakasema, sisi tunakubashiria jambo hilo thibiti ambalo halina shaka kabisa, basi usiwe katika wanaokata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Ibrahimu akasema, mimi sikati tamaa na rehema Mwenyezi Mungu, kwani hawakati tamaa na rehema Mwenyezi Mungu ila waliopotea, wasioutambua utukufu wake na uwezo wake. Alivyokuwa kaanza kuzoeana nao alisema, ikiwa mmenibashiria habari hii nzuri, je, mna jambo gani jenginelo mlilo nalo baada ya haya, enyi wajumbe mliotumwa na Mwenyezi Mungu? Wakasema, hakika sisi tumetumwa na Mwenyezi Mungu mtukufu kwa watu waliofanya ukhalifu katika haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya nabii wao na haki ya nafsi zao wenyewe. Ukhalifu ndiyo mtindo wao, watu wenyewe ni kaumu ya Luthi, basi tutawateketeza. Wala hakusalimika na huo ukhalifu na adhabu yake ila ahali zake Luthi. Basi hao Mwenyezi Mungu mtukufu ametuamrisha tuokoe wote, na hatuangamia katika ahali zake ila mkewe, kwani yeye hakumfuata mumewe, bali yupo pamoja na hao wakosefu ambao wanastahili adhabu. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Basi wale wajumbe walipofika kwa Lot, alisema, hakika nyinyi ni watu msiojulikana. Wakasema, bali sisi tumekuletea yale waliokuwa wakiyafanyia shaka, na tumefika kwako kwa haki, na hakika sisi tunasema kweli. Basi ondoka na ahali zako usiku ungalipo, nawe ufuate nyuma yao, wala yeyote kati yenu asigeuke nyuma, na mwende mnapoamrishwa.
na tukamfunulia hukumu hiyo ya kwamba hata wa mwisho wao hao ikifika asubuhi atakuwa keshakatiliwa mbali. Na wakaja watu wa mji ule nao furahani, wakasema, hakika hawa wageni wangu, basi msinifedheheshe, na mcheni Mwenyezi Mungu wala msinihizi. Wakasema, sisi hatukukataza usimkaribishe yoyote. Akasema, hawa binti zangu ikiwa nyinyi ni watendaji, na hapa kwa umri wako, hakika hao walikuwa katika ulevi wao wakihangaika ovyo, ukelele ukawatwaa wakipambaukiwa, na tukaigeuza nchi juu chini, na tukawanyeshea mvua ya mawe ya udongo wa motoni. Hakika katika hayo zipo ishara kwa waaguzi, na miji hii ipo kwenye njia inayopitiwa. Hakika katika hayo ipo ishara kwa waumini. Na hakika watu wa kichakani walikuwa wenye kudhulumu, kwa hivyo tukawaadhibu, na nchi mbili hizi ziko kwenye njia iliyo wazi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wale malaika waliotumwa na Mwenyezi Mungu mtukufu kuteremsha aliyoahidiwa, walipofika nchi ya Luthi na watu wake, Luthi aliwaambia watu, nyinyi sikujuini, na nafsi yangu inatishika nanyi, naogopa msituletee balaa. Wakasema, usituogope, kwani hatukukujia kwa unaloliogopa, bali tumekujia kwa jambo la kukufurahisha, nalo ni kuwateremshia adhabu hawa watu wako waliokukadhibisha, na wakawa wanaitilia shaka hiyo adhabu au wanaikanya. Nasi tumekujia kwa amri iliyo thabiti isiyo na shaka, nayo ni kuiteremsha adhabu, na kutimiza ahadi ni katika sifa yetu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ilivyokuwa adhabu itawateremkia, basi wewe na hali zako mlioandikwa kuokoka, tokeni baada ya kushaingia usiku. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimfunulia Luthi kwa kumwambia, sisi tumewahukumia na kuwakadiria wakosefu kuteketea, watang'olewa itapoingia asubuhi, wala hatobaki hata mmoja wao. Asubuhi kulipopambazuka, waliwaona malaika kwa sura binadamu wazuri, wao wale wakawafurahia, wakaja ili wafanye nao vitendo vyao viovu vya kuwaingilia wanaume. Luthi akaogopa wasije wakatenda vitendo vyao viovu, akasema, hawa ni wageni wangu, basi msinifedheheshe kwa vitendo vyenu vibaya. Na mwogopeni Mwenyezi Mungu mtukufu, msifanye uchafu wenu mkanipatisha hizaya na madhila mbele yao. Wale wahalifu wakasema, kwani si tulikukataza wewe usimkaribishe mtu yeyote, na hivi sasa tena unatuzuia tusifanye nao tunayotamani? Ili kutanabahisha njia ya maombele ya kisharia, nabii wa Mwenyezi Mungu Luthi akasema, hawa mabinti wa mji huu nao ni binti zangu, waoweni ikiwa mnataka kukidhi matamanio yenu. Ewe nabii mwaminifu, na hapa kwa haki ya uhai wako, hawa wamo katika mghafala, hawajui yatakayoteremkia, wamekuwa kama waliolewa. Hakika wao wamo katika upotovu, wanatapatapa, hawajui wapite wapi. Na walipokuwa wao wamo katika ulevi wao wa mghafala, nyoyo zao na akili zao zikachotwa na ukelele mkali mno wa kutisha, wakati jua lilipochomoza. Mwenyezi Mungu alitakasika akatekeleza hukumu yake, akasema, miji yao tukaifanya juu chini kwa kuivuruga, na tukawateremshia udongo uliofanyika mawe kuwateremkia kama mvua. Majumba yao yakaporomoka, na wakitoka nje hukuta hiyo mvua ya mawe, kwa hivyo wakawa wamezungukwa kila jiha. Haya yaliyoshukia kaumu Luthi ni alama wazi ya kuonyesha vipi Mwenyezi Mungu mtukufu anavyotimiza ahadi yake. Wajuwao mambo wanayatambua hayo, na wanaelewa matokeo yake kwa alama zake, kwani kila kitendo chenye sifa ya ukosefu wa kila alama yake isiyopotea. Matokeo yake ni mfano wa haya duniani na akhera. Na mabaki ya mji huu yapo yamesalia, nayo yapo njiani katika njia inayopitwa na watu, anayetaka kuaidhika kwayo anaweza kuaidhika. Kwa kuwa mabaki yake yapo kwenye njia iliyo wazi, ni dalili ya Mwenyezi Mungu mtukufu kutimiza onyo lake
na waumini wenye kutii haki wanatambua hayo. Kama kaumu ya Luthi walivyokadhibisha, kadhalika wakazi wa kichakani kwenye msitu wenye matunda walimkanya mtume wao, wakawa madhalimu wenye kudhulumu mno katika imani yao na maingiliano yao. Tukawateremshia na kama yetu, na mabaki yao yapo njiani yanaonekana, na mpita njia akiwa ni mtu wa imani basi anaweza kuzingatia kwayo. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Na bila shaka wakazi wa Hijr waliwakanusha mitume, na tuliwapa ishara zetu nao wakazipuuza. Nao walikuwa wakichonga majumba katika milima kwa amani, basi ukelele ukawatwaa asubuhi. Hayakuwafaa waliokuwa wakiachuma. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ila kwa ajili ya haki, na hakika kiyama kitafika, basi samehe msamaha mzuri. Hakika Mola wako mlezi ndiye muumbaji mjuzi. Na tumekupa aya 7 zinazosomwa mara kwa mara na Qur'ani tukufu. Usivitumbulie macho yako vitu tulivyowaneemesha makundi fulani kati yao, wala usiwahuzunikie, na wainamishie bawa lako waumini. Nasema hakika mimi ni mwonyaji mwenye kubainisha. Kama hivyo tuliwateremshia waliogawa, ambao wakaifanya Qur'ani vipande vipande. Basi naapa kwa Mola wako mlezi, tutawahoji wote kwa waliokuwa wakiyatenda. Basi wewe yatangaze ulioamrishwa, na jitenge na washirikina. Hakika sisi tunatosha kukukinga na wanaokejeli. Hao wanaofanya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu yupo Mungu mwingine, basi watakujajua. Na sisi tunajua kwa hakika kuwa wewe kifua chako kinaona dhiki kwa hayo wayasemayo. Basi mtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi, na uwe miongoni wanaomsujudia. Na muabudu Mola wako mlezi mpaka ikufikie yaqini. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Na kama
waliotangulia hali kadhalika wakazi wa Hijr walimkanusha mtume wao aliyetumwa kwao, na kwa hivyo wakawa wamewakanusha mitume wote, kwani ujumbe wa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Watu wa Hijr ndiyo Thamud, na Hijr ni bonde baina ya Madina na Sham. Tazama maelezo juu ya aya 73 ya surati Al-A'raf. Tuliwabainishia hoja zenye kuonyesha uwezo wetu na utume wa mtume wetu, nao wakayapuuza wala wasiyafikiri. Nao walikuwa watu wenye nguvu na wajenzi, walikuwa wakijenga majumba yao katika milima na wakichonga hiyo milima, na wao walikuwa wakijiamini kuwa wametua na nafsi zao na mali yao. Walipokufuru na wakakanya, zikawajia sauti za kutisha za kuonya kuteketea kwao, wakahiliki wakati wa asubuhi. Wala mali walioyachuma na majumba walioyajenga hayakuwalinda na hilaki iliyoteremkia. Hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyo kati yao katika anga na viliomo ndani yake, watu na wanyama na mimea na visio na uhai, na vinginevyo ambavyo mwanadamu havijui, isipokuwa kwa uadilifu na hikma na maslaha ambayo hayaambatani na fisadi ya kudumu isiyo na mwisho. Na kwa hivyo basi ni lazima siku ya kukomesha shari ifike bila shaka yoyote. Basi ewe nabii mtukufu, wasamehe hao washirikina adhabu ya duniani, na ingiana nao kwa kuwastahimilia maudhi yao, na kuwaita wito wa hikma ni kuingiliana kwa usamehevu na upole. Ewe nabii, Mwenyezi Mungu aliyekuumba na akakulea ni mwenye viumbe vyote, na anajua hali yako na yao. Yeye anastahiki umtegemezee mambo yako na yao, naye anajua maslaha yako na yao. Ewe nabii mwaminifu, tumekupa aya 7 za Qur'ani, nazo ni sura ya Al-Fatiha unayoikariri katika kila sala, na humo yamo ya kutunyenyekea na maombi ya uongofu yaliyokamili. Na tumekupa Qur'ani tukufu yote, na ndani yake mna hoja na miujiza. Kwa hivyo wewe una nguvu ambazo zinakufalia usamehe. Ewe mtume, usivitazame kwa kuvitamani na kuvitaka vitu vya starehe ya dunia tulivyowapa makafiri wa kishirikina na Kiyahudi na Kikristo na Kimajusi, kwani hivyo ni duni kwa kulinganisha na uliopewa wewe katika kuwasiliana nasi na Qur'ani tukufu. Wala usiusikitikie kwa sababu ya kuendelea kwao na madhambi, na wetulia na unyenyekee, na wachukue waumini ulionao kwa upole, kwani hao ni nguvu za haki na watu wa Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, waambie makafiri wote, mimi nakuonyeni na adhabu kali, na nakubainishieni maonyo yangu kwa hoja za kukata. Haya ni kama maonyo ya walioigawanya Qur'ani wakaifanya ati ni mashairi na ukohani na hadithi za kale na mengineyo, nao wasiamini juu ya kusimama hoja juu yao. Hao waliifanya Qur'ani vipande mbalimbali, nayo halikuwa haikubali kugawika kwa umuujiza wake na ukweli wake. Ikiwa hiyo hali yao, basi wallahi kwa aliyekuumba akakulinda na akakulea, hapana shaka tutawahisabu wote siku ya Kiyama kwa vitendo vyao vya kudhi na kufuru na kejeli. Basi wewe tangaza wito wa haki, wala usishughulike na wayatendayo washirikina na maneno yao. Na hao washirikina wanaokejeli wito wako hawatokushinda, wala hawatoweza kukuingilia kati baina yako na wito wako. Hao washirikina mawazo yao yamedhoofika, ndio wakafanya kuwa Mwenyezi Mungu anao miungu mingine ya masanamu, na watakuja jua matokeo ushirikina wao itapoteremkia adhabu chungu. Nasi tunajua dhiki ya moyo inayokupata kwa wanayasema ya ushirikina na kejeli na dharau. Ikikupata dhiki hiyo, mkimbilie Mwenyezi Mungu mtukufu, mwelekee na umtii na unyenyekee, na utake msaada kwa sala, kwani humo ndiyo imepoza. Na shikilia ibada ya Mwenyezi Mungu aliyekuumba akakulinda mpaka ifike amri ya yakini, nayo ni kiyama na miadi.